Mtazamaji wa Kasako Media, tunakutana hapa tena kwenye 1v1 ili kuweza kuhakikisha kwamba tunakuletea uchambuzi yakinifu kabisa. Haya ni maswali ya papo kwa hapo. Niko na mchambuzi Funga Meza Junior hapa ili kuweza kuhakikisha kwamba tunakuletea kile ambacho tumekuwa tukikuletea mara zote. Leo ndani ya mjengo hapa tuko na Peter Shashaboy Shalulile ambaye tayari ameshatambulishwa Jangwani. Hapa tuko kwa ajili ya kufanya tathmini ya kile ambacho amekuwa akifanya katika ligi ya South Africa, lakini hivi sasa anakwenda kutumia katika klabu ya Young Africans katika ligi ya NBC Premier League. Je, ni kitu gani atakwenda kukifanya? Takwimu zake tunazo, lakini pia kiuchambuzi zaidi tutakuwa hapa. Funga Meza. Naam. Wakati mwingine tena tuko hapa. Mungu ni mwema kwa kweli. Shashaboy ndani ya Young Africans. Ni usajili ambao watu wengi wakutegemea kuona. Imekuwa kama surprise kwa sababu mambo mengi yalikuwa yanazungumzwa kutokana na quality, ubora na daraja ambalo liko nalo. So na ligi yetu jinsi ilivyo, uchumi wa vilabu vyetu, kwa vitu vingi vinazungumzwa. Kutambulishwa kwake kila mtu amepata shock. Yaani leo hii mtu yote tuko na, of course mimi nishai kuzungumza kuhusu tetesi ya kuhusishwa naye, lakini hata hivyo binafsi watu wengi walikuwa waamini kwenye hili kwa sababu ya uchumi wa vilabu vyetu, lakini still tumeshuhudia mabadiliko makubwa na mapinduzi katika football ya Tanzania. Takwimu za Peter Shalulile, ubora wake, experience yake, ni kiasi gani anakwenda kuisaidia Young Africans? Ukizungumza kuhusu Peter Shalulile, nazungumza kuhusu wale washambuliaji bora katika bara la Afrika. Ukijaribu kuangalia takwimu zake, consistency yake akiwa katika ligi ya South Africa inajieleza wazi. Msimu huu nadhani ndio msimu ambao amekuwa na mafanikio mabovu zaidi, kwa sababu ukiangalia muda ambao amecheza na magoli ambayo amescore utagundua kwamba hakuwa na msimu mzuri, kwa maana amefunga goli 3 peke yake katika michezo 13 ambayo amecheza. Kwa mshambuliaji sio namba nzuri, lakini ukiangalia katika michezo hiyo 13 ni michezo michache ambayo amepata nafasi ya kucheza dakika zote 90. Michezo mingi ametumia dakika chache, kwa sababu ukiangalia kwenye mlinganisho wa dakika ambazo amepata kucheza ni dakika kama 500 hivi na kadhaa, yani hapo anacheza 500 na haijafika hata dakika 600. So utagundua kwamba ni mchezaji ambaye alikuwa anatumika, lakini alikuwa anapata muda mchache sana wa kucheza. So huenda ikawa ndo sababu moja hapo ya yeye kutokupata namba nzuri katika msimu. Lakini ukizungumza kuhusu daraja lake, Zahir Shaili anakwenda kuisaidia Young Africans. Ukijaribu kuangalia tu msimu huu namna ambavyo Young Africans wamesajili sajili zao, utaona kwamba ni sajili ambazo lengo lake kubwa linalenga zaidi katika michuano ya kimataifa. Michuano ya kimataifa ndio imekuwa michuano ambayo hivi sasa kwa vilabu vyetu kwa namna moja ama nyingine wamekuwa kiinvest zaidi huko, kwa sababu ukizungumza Young Africans kuhusu ligi kuu soka Tanzania bara na mataji zaidi ya 30, hata kama akikosa, kama akifanya vizuri katika michuano ya kimataifa, kwangu mimi binafsi nadhani itakuwa ni zaidi, ni vizuri zaidi. Na nakumbuka katika utambulisho, kipindi ambapo wanatambulishwa wachezaji watatu, rais wa Young Africans alizungumza wazi kwamba msimu huu malengo makubwa ni kufika katika hatua ya robo finali. Robo finali mara zote hatukuwahi kuisikia Young Africans kiweka malengo hayo. Mara nyingi tumewahi kusikia kwamba Young Africans malengo yake makubwa ni kuingia hatua ya makundi. Hata msimu uliomalizika the same viongozi walitoka hadharani wakizungumza kuhusu hatua makundi. Lakini huu sajili wa Peter Shalulile na baadhi ya wachezaji inaonyesha Zahir Shaili namna ambavyo Young Africans wamepania zaidi kwenda kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Experience yake wise akiwa na kikosi cha Mamelodi Sundowns, wanaamini wamemleta kunako kikosi cha Young Africans. Ukiacha ile experience na ubora ambao kunao, kuna kitu kikubwa ambacho anaweza kwenda kukiachieve katika michuano ya kimataifa. Kwa hiyo mimi binafsi nadhani ni usajili ambao utakwenda kuwasaidia Young Africans kwa namna ambavyo Young Africans wana huo uhitaji na namna ambavyo Young Africans wamekuwa wakitaka mafanikio katika ligi ya. Peter Shalulile amekuwa akitumika regular season kwa maana ya pale Mamelodi Sundowns misimu 6 mpaka kufikia kuachiwa kuwa free agent. Huoni ni mchezaji ambaye tayari alishatumika zaidi kuona kwamba hawezi kuja kutoa kile ambacho alikuwa akikitoa pale Mamelodi toka alipojiunga nayo 2020? Mimi binafsi siamini, kwa sababu kijaribu kuangalia umri wake miaka 32, lakini still kama ulipata bahati ya kumshuhudia katika michezo kadhaa ambayo amecheza ya mwishoni, unamuona kwamba ni mchezaji ambaye ana energy ya kutosha, ana nguvu za kutosha na amekuwa akipambana zaidi kunako kiwanja. Aoneshi kwamba ana umri wa miaka 30 plus. Ni mchezaji ambaye anaonekana bado kuwa na energy. Msimu uliomalizika kuna factor nyingi ambazo zilikwenda kuasili yeye kutokufanya vizuri. Unajua mchezaji anaweza
anaweza akawa mzuri peke yake, lakini kuna mambo anaweza akawa yanamkabili akashindwa kufanya vizuri. Miongoni mwa vitu ambavyo vilikwamisha mafanikio ama kuonesha ule ubora ambao yuko nao ni kutokana na falsafa za walimu ambao walikwenda kukaimu nafasi ya Ronald Mokwena. Namna ambavyo aliondoka Mokwena ndo aliondoka kama na kiwango cha Peter Shalulile, kwa maana walimu ambao walikuja akiwemo Cardoso walishindwa kumtumia effectively ambaye anaweza kutengeneza kwa namna ambavyo angeweza kutengeneza namba. Tukashuhudia kwamba ameshindwa kutengeneza namba, lakini kama kungekuwa na walimu ambao wangekuwa wanamtumia the way namna ambavyo walimu wa nyuma walikuwa wanamtumia Peter Shalulile, still paka hivi sasa namba tungeziona namba kubwa. Lakini ukiachana na hivyo sisi Tanzania vilabu vyetu vina daraja fulani ambalo lipo. Tukizungumza hivi sasa utani collect kama nitakuwa nazungumza non fact. Kwa sasa Peter Shalulile katika ligi kuu soka Tanzania bara ndio mchezaji ambaye unaweza kusema mwenye profile kubwa kuliko wachezaji wengi hivi sasa. Kwenye current tunazungumza hapa, tukizungumza kuhusu achievement ambayo amepata, nazungumza Peter Shalulile ameshinda mataji ya ligi ya mabingwa. Ukiacha hivyo mfungaji bora mara zote wa ligi ya South Africa, nazungumza ligi ambayo imeanzishwa miaka mingi nyuma, lakini paka leo hii nazungumza kwamba Peter Shalulile ndio mfungaji bora wa muda wote. Ukiacha hivyo ni mfungaji wa Mamelodi Sundowns wa muda wote. So unaona CV yake ndani ya muda mchache ambao amecheza ametengeneza CV kubwa. Yaani mchezaji ambaye amecheza kwenye misimu takriban 6 tu peke yake anakuwa mfungaji bora wa muda wote wa ligi, ni kitu kikubwa ambacho kimsingi kuna kitu ambacho yuko nacho. Kwa hiyo kucheza kwa misimu 6 ndani ya kikosi cha Mamelodi na huko alipotoka, still kwangu mimi bado naamini kuna kitu kikubwa ambacho anaweza akaenda akakiongeza ndani ya Young Africans kama atashirikiana vizuri na bench la ufundi, atashirikiana vizuri na wachezaji ambao wako, kwa sababu miongoni mwa sababu ya Peter Shalulile kukubali kujiunga na Young Africans ni ushawishi ambao yuko na Mankoba kwake yeye, kwa sababu pia aliwahi kumfundisha kama kiateka mara kadhaa, ambapo Mankoba anakuwa anaichukua timu kama kiateka. Yeye alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao amekuwa akipata nafasi mara kwa mara ya kucheza. So kwangu mimi ukinyauliza kwamba Peter Shalulile atapata nafasi ndani ya Young Africans ama ataisaidia namna gani kwa muda ambao amecheza South Africa na kuja ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara, kwangu mimi naamini kwamba ataonesha kitu kikubwa, kwa sababu kwanza ni ligi mbili tofauti. Tukiwa wazi, intensity ya ligi ya Tanzania ni tofauti na ligi ya South Africa. Lakini ukiacha hivyo huyu Shalulile anaachwa, lakini alikuwa bado active, anacheza kwenye kikosi. Still kama atangeendelea kubakia msimu huu angekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapata nafasi. So kwangu mimi nadhani ni usajili ambao hauwezi kubeba sana, japokuwa kwenye football lolote linaweza likatokea, kwa sababu mtu anaweza kanikocha hapa kusema funga meza alizungumza 1 2 3, lakini hata aje Lionel Messi aje Cristiano Ronaldo, inapotokea sababu ya kufeli atafanyaje? Atafeli tu. Haitegemei umri ambao uko nao, haitegemei ubora ambao uko nao. Kuna nyakati mchezaji anaweza akawa mzuri huko ambapo ametoka, kina kaja hapa akafeli, kama tulishashuhudia katika sajili kubwa ambazo zishawahi kufanya katika ulimwengu wa soka. Nazungumza kuhusu sajili ya Hazard kutoka Chelsea kwenda Real Madrid, tunazungumza sajili ya Philippe Coutinho kutoka Liverpool kwa kujiunga na FC Barcelona ikafeli. Nazungumza kuhusu sajili wa Ousmane Dembele kutoka Borussia Dortmund, waliotumia gharama nyingi zaidi, miongoni mwa sajili ambazo Barcelona walitumia gharama kubwa kuleta pale ndani New Camp, lakini ukashindwa kufaulu. Still lakini tunaona huyo Ousmane Dembele hivi sasa ndio tunu ya PSG Ufaransa, si ndio? Kwa maana kuna nyakati kuna factor inaweza kusababisha akaferi, lakini sio sababu ya ubora ama umri ambao yuko nao. Katika takwimu za hivi karibuni zimeonekana zikimtosa, moja ya kati ya sababu ambazo zinatajwa katika hizo za takwimu kumtosa ni pamoja na kutokucheza mara kwa mara. Dakika 562 ambazo amepata kucheza katika ligi ya South Africa, runs zake kwa maana dribbling akifanya 2 na zote zikifeli. Unaona kabisa ni mchezaji ambaye anakwenda kuwasaidia Yanga msimu huu. Kwenye upande wa dribbling 2 tu ndizo alizofanya na zikafeli ndani ya dakika 562. Kwanza tunazungumza kuhusu Peter Shalulile, watu wanapaswa kutambua kwa dakika zote ukimwona mchezaji anafanya dribbling 2 unapata kujiuliza kwanza. Yaani wewe ucheze dakika 500 na ufanye dribbling 2. Huyu ni pocha kiasili. Ni mshambuliaji mara nyingi huwa anasimama katika maeneo ya hatari. Sasa unamwona mchezaji ambaye anasimama katika maeneo ya hatari, kumkuta na dribbling inaweza ni jambo la kawaida, kwa sababu ya eneo mara nyingi ambayo amekuwa anacheza ni maeneo ya ndani ya boksi. Hata ukijaribu kuangalia magoli yake kwa asilimia kubwa Peter Shalulile ambaye amekuwa akiafunga ni ndani ya boksi. Unakuta the second ball keeper amecheza yakuja anamalizia. Tunazungumza ma cross ambazo zimepigwa na malizia kwa kichwa, ama pasi penetration pass ambazo zinamkuta katika eneo la boksi anamalizia. Kwa hiyo ukijaribu kufuatilia kama mchezaji ambaye amecheza michezo 13 amefanya dribbling 2 peke yake, unapaswa kujiuliza
Simeona kwa maana kutokuwa na dribbling nyingi, kutokumiliki mpira kwa muda mwingi kutokana na nafasi ambayo anacheza kiufundi. Kwa maana hata Mamelodi yenyewe namna ambavyo anamtumia kwa msimu, hususan msimu huu, alikuwa ni mtu ambaye anasimama zaidi katika namba katikati, na kwa bahati mbaya labda halikuwa apati pia mipira mingi ambayo alijeweza kuiweka kambani, kwa sababu hata ukiangalia hakupata chance nyingi katika michezo ambayo amepata nafasi ya kucheza, kwa kuwa alikuwa anacheza dakika chache. Ukiacha hivyo pia kulikuwa na namna ambavyo muunganiko wa na namna ambavyo mwalimu Miguel Cardoso namna ambavyo alikuwa anamtumia, alikuwa hawezi kumpa kile ambacho alikuwa anakitoa katika misimu kadhaa nyuma. Kwa hiyo mimi nadhani kutokuwa na dribbling nyingi sio kigezo cha yeye kutokufanya vizuri ndani ya Young Africans, kwa sababu tu aina yake ya kiuchezaji haimruhusu kufanya hizo dribbling na run nyingi katika maeneo ya mbali, kwa sababu ili uweze kufanya dribbling lazima huo unatokea mbali na mpira. Sasa kama ni mtu ambaye mara nyingi anasimama kwenye box, utegemee kuona dribbling akazifanya, nadhani itakuwa tunamkosea zaidi Peter Shalulile. Kwangu mimi nadhani ni mchezaji ambaye mwenye standard na daraja ya. Na katika kile ambacho amekuwa kikifanya pale South Africa, 32 miaka hivi sasa anayo. Natambua kwamba Young Africans hivi sasa ni mahitaji yao ni kimataifa zaidi. Kwa mwalimu Cardoso ameshindwa kufanya vizuri na wamemwacha akiwa mchezaji huru. Sasa hivi Young Africans kwa mwalimu Mankoba Mankisi, huoni kwamba katika Young Africans kitu ambacho wamekifanya ni wamechukua mchezaji ambaye katika level ya kiushindani anaweza asifanye vizuri, kwa sababu malengo ni kimataifa, sio tu ligi ya NBC kusema kwamba haina ushindani zaidi ya South Africa. Of course, kama utajaribu kuangalia material ya kikosi cha Young Africans utagundua kwamba kimeshaini wachezaji wengi. Tunazungumza wanaye mchezaji kwa maana ya Ibrahima Toule, lakini pia kuna baadhi pia wachezaji ambao wapo kwenye kikosi. Hao wote lengo lao kubwa ni kuhakikisha wanatengeneza nguvu na kwenda kufanya vizuri katika michuano ya kimataifa. Nilizungumza hapa Peter Shalulile ameachwa kunako kikosi cha Mamelodi Sundowns sio tu kwa sababu ana ubora ama ana uwezo. Ni mwalimu Miguel Cardoso ameona kwamba kwenye falsafa ambazo mimi natumia ndani ya kikosi hiki, huyu hawezi kunipa kitu bora. Sio kama ni mchezaji ambaye kiwango chake kimeshuka, direct tuzungumza kwamba ni mchezaji ambaye tayari ameishiwa. Hapana, ni kwamba ni mchezaji mzuri, lakini changamoto kwamba yes wewe ni mzuri, lakini mimi siwezi kukutumia katika falsafa ambazo nazitumia, ama nikikutumia wewe hautaweza kuachieve kile ambacho utatumika sehemu nyingine katika falsafa ambazo zinaweza zikakubeba wewe kama mchezaji. Kwa sababu hata ukiangalia misimu kadhaa nyuma alikuwa anafanya vizuri sana, ukijaribu kuangalia idadi ya magoli ambayo amekuwa anafunga katika misimu kadhaa nyuma, lakini tangu ameingia Miguel Cardoso ndio kwa anguko la Peter Shalulile. So utagundua kwamba sababu kubwa ya yeye kutofanya vizuri sio ubora tu peke yake, pamoja na masuala mazima ya kiufundi. Na kunako kikosi cha Young Africans wenda Mankoba kwa kuwa alihudumu muda mrefu kunako kikosi cha Mamelodi Sundowns, anajua namna ambavyo unaweza ukamtumia Peter Shalulile akakulipa. Lakini Miguel Cardoso kwa sababu yeye ana falsafa zake na anaona zinamlipa, na kweli zimemlipa kwa namna ambavyo anacheza. Tunashuhudia timu imekuwa bingwa, si ndio, wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo ile falsafa ambayo yuko nayo Miguel Cardoso ameona kabisa yes, mimi nacheza hivi, ila Peter mshambuliaji mzuri, lakini hawezi kufiti katika mfumo wangu, ni bora ni mwache. Kwa hiyo unaweza kana mchezaji wa daraja la juu, lakini unashindwa kumtumia, anashindwa kukuofa kile ambacho unaweza kikawa bora kwa timu yako. Still ni bora hiyo hela ukatafuta mchezaji mwingine ambaye anaweza akaingia kwenye mfumo wako. Umekuwa ukizungumza kuhusiana na mifumo ya Cardoso kumkataa Peter Shalulile, lakini tunatambua kwamba Peter Shalulile amekuwa ni mfungaji wa muda wote wa kikosi cha Mamelodi Sundowns, lakini ukiachana na kuwa mfungaji wa muda wote amekuwa akifanya vizuri katika msimu pia hata uliomalizika, kwa maana alipatikana katika michezo ya Mamelodi kwa maana dakika 2000 na kwa maana msimu 2024 na 25 alikuwa bado miongoni mwa wachezaji ambao wanapata nafasi katika kikosi cha Mamelodi. Brian Reynolds, Ikram Reynolds pamoja na Brian Leoni ndio wachezaji ambao wamekuwa wakitumiwa sana na mwalimu katika ile eneo, kwa maana kwamba hata katika chaguo la pili hakuwa katika huo mpango. Huoni kwamba pengine labda grafu yake imeshuka kwa kasi, ndio maana mwalimu Cardoso aliopti kumuondoa katika kikosi? Grafu of course wende kai imeshuka, yes, kwa sababu siwezi kukadha fuvu kusema kwamba Peter Shalulile wa leo ndio Peter Shalulile wa miaka 4 iliyopita nyuma.
ni kitu ambacho hakiwezekani. Umri wake unaonekana jinsi ulivyo, miaka 30 plus, nazungumza miaka 32. Lakini mimi nilijaribu kuangalia vitu ambavyo vimekwamisha paka mwalimu ana opt kuwatumia hao. Still kuna kitu ambacho anaamini kwa wachezaji hao kwa Peter hakipo. Sio na sio kama hakipo kwa kuwa yeye Peter anaweza akitoa kesho kwa namna ambavyo atatoa kina Linus, ndio. Kwa maana hiyo ni ngumu kubakia na mchezaji wa design kama hiyo ambayo naamini kabisa kwa wewe sio material ambayo utatumia kwa muda mrefu na atakupa hayo manufaa ambayo unayahitaji. Kuna nyakati mwalimu anaweza kumwachia mchezaji mzuri sio kwa sababu ameshuka kiwango, kwa sababu aendani na falsafa ambazo yeye anazitumia. Na ukiangalia wachezaji ambao wanacheza hapo ni wachezaji ambao kwa mwalimu ndio wamekuwa kipaumbele zaidi, anawapa nafasi zaidi kwa kuwa naamini kwamba wakipata nafasi wamekuwa wakimlipa zaidi kuliko Peter Shalulile kwenye system ya kiuchezaji, namna ambavyo Miguel Cardoso anacheza. Na ukijaribu kuangalia miongoni mwa vitu ambavyo huenda vilimwangusha Peter Shalulile ni falsafa ya Cardoso. Cardoso ni aina ya walimu ambao wanapenda kila mtu acheze katika kiwanja effectively. Yani ukiwa mshambuliaji wa Cardoso utashuka chini, utafanya hiki, utafanya kile, utafanya hiki, utafanya kile. Lakini Peter Shalulile ili uweze kupata ubora na daraja ambalo tunalitambua sisi, unabidi utumie mfano labda atumike zaidi kwenye kusimama zaidi katika eneo husika. Kwa maana huyo ni pocha mzuri. Hata ukijaribu kufuatilia namna magoli yake anafunga kwa asilimia kubwa, naweza kusema asilimia 80 magoli yake amefunga akiwa ndani ya 6, ndani ya 8, ndani ya eneo la hatari, kwa maana eneo la box. Kwa maana utakumbuka kwamba eneo lake la kiwanja ili aweze kukupa kitu bora, aweze kukupa kitu bora Peter Shalulile, lazima umpe eneo dogo la kiwanja afanye majukumu yake, usimpe eneo kubwa la kiwanja. Sasa kwa Cardoso kwake ilikuwa ni ngumu. Akipewa eneo kubwa anashindwa kuofa kile ambacho wenzake wamekuwa akikofa, kwa sababu wao ni draw play style yao. Kwa maana leo hii mtu kama Prince Dube ukimwambia bwana utatembea eneo kubwa la kiwanja atalizika, kwa sababu ndio play style yake. Lakini kwa mshambuliaji kama Kagere, uweze kumwambia Kagere aende kushoto, aende kulia, ashuke chini, afanye hiki. Ukimtumia kwenye play style hiyo, system hiyo kiuchezaji, lazima atakupa chini ya kiwango. Ndio namna ambavyo ilikuwa ikimkwamisha zaidi Peter Shalulile. Kwa maana namna ambavyo Cardoso wa timu yake, namna ambavyo anacheza, kwa sababu ni mwalimu ambaye anapenda timu iprocess, lakini kila mtu acheze katika kiwanja. Kwa hiyo Peter Shalulile kwake ilikuwa ni changamoto kubwa. Yeah. Toka 2015 ameingia katika ligi ya South Africa, hakuwahi kutoka. Kwa mara ya kwanza anakwenda Tanzania. Ligi tofauti, mazingira tofauti na South Africa. Tukiwa tunamaliza, unamuona Shalulile akiwa ana perform kwa asilimia ambazo zilikuwa kutoka kule South Africa? Of course inaweza kawa ni challenge, ni changamoto, kwa sababu miongoni mwa changamoto ambazo naziona kwa Peter zitazomkabili labda miundombinu, infrastructure inaweza kawa kwake changamoto, lakini still pia, lakini hata taifa ambalo anatoka Namibia, anazungumza kwamba aina tofauti sana kimazingira, lakini kwa kuwa huwa ameishi sana South Africa, nazungumza hivi sasa Peter Shalulile mwili wake umeadapt zaidi mazingira South Africa. Na South Africa of course kuna nyakati wanakuwa na joto kiasi, lakini baridi pia kuna nyakati wanakuwa baridi kiasi, tofauti na kidogo huku. Kwa hiyo kujua mazingira ya kuna vitu vile hali ya hewa na pamoja na mazingira ya viwanja, miundombinu. Lakini mimi nakuwa na imani kwamba anaweza kufanya vizuri, kwa sababu tumeshuhudia pia wachezaji ambao kutoka South Africa wamekuwa wakifika hapa wakifanya vizuri pia. Tunazungumza na Rushine Ndoro kwenye siku za hivi karibuni, kina Maema wamekuja hapa pia wameonyesha. Lakini kiacha hivyo wachezaji pia ambao walishapita ligi ya South Africa na wakaja hapa wakaonyesha walikuwa wengi, na Bernard Morrison amepita South Africa kaja hapa akawaka. Tunazungumza kuhusu Anse Oura ambaye ametoka kwenye kikosi cha Stellenbosch kuja hapa akafanyaje akawaka. Kwa maana tumekuwa na wachezaji wengi ambao wanatoka South Africa na kuja hapa wanawaka, na hii kwa sababu South Africa ligi yao kidogo ipo juu kuliko hapa. Ligi yetu sisi kidogo of course ni nzuri, lakini pia ushindani wake tofauti na South Africa. Kama mchezaji hataki wa daraja la kawaida akija hapa sisi anaweza akafanya kitu bora. Naam. Tukiwa tunamaliza, unampa asilimia ngapi za kuweza kufanya vizuri katika ligi ya NBC? Asilimia 70. Naam, huyo ni Fungameza akiwa anatoa asilimia 70 kwa Peter Shalulile, Shasha Boy, ambaye ametua pale katika viunga vya Twiga na Jangwani, yani Young Africans, kwa ajili ya kuweza kuwatumia katika kampeni yao ya mwaka 2026-27 katika ligi na michuano mingine mbalimbali ikiwemo FA, lakini pia michuano ya kimataifa. Mimi ni Harrison Hosea, hii ni 1v1, nilikuwa hapa na Fungameza Junior. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.